Mtu ni afya na afya ndiyo mtu mwenyewe. Sasa leo nakwenda kukupa app mbili, ambao moja ni kwa niaba ya usalama wako na nyingine ni kwa niaba ya kutunza afya yako, yani ya kutraki afya yako. Moja nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukajilinda wewe mwenyewe binafsi. Ukiwa na simu yako tu unaweza ukatoa zile notification. Hata kama umetekwa sehemu, unaweza ukatoa notification bila hata kupiga simu kwa mtu wala kumtumia meseji. Yani simu yako yenyewe inaweza ikayafanya yote hayo ukiwa nayo wewe mwenyewe tu. Hapo kuna namna tu, kuna button tu, yani ni button tu unabonyeza, inatoa taarifa kwa wale watu wote ambao tayari umeshawaseti, umezamiria ili waje kukusaidia endapo utakuwa kwenye shida yoyote. Na app namba mbili ni namna ambavyo unaweza ukatrack afya yako kwenye namna ya mazoezi, kukimbia, labda kuendesha baskeli, kuangalia uzito wako, kuangalia labda maji unakunywa kiasi gani. So twende darasani nikakuelekeze hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza kujidefense katika afya na katika usalama wako. Twende moja kwa moja kwenye app tukazijue ni app gani hizo ambazo zinaweza zikatufanya tuwe salama, zikatupe usalama. So hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Twende darasani. Kama hujasubscribe, hebu bonyeza hapo subscribe ili twende pamoja. Sasa cha kufanya, utaingia kwenye simu yako, utachukua simu yako kama hivi inavyoonekana, utashuka chini hapa, au usiposhuka unaweza kaenda tu kwenye setting. Unabonyeza setting hapo. Ukishabonyeza setting hapo, unaanza kushuka. Hapa tunaanza na namba moja, namna ambavyo unaweza ukajilinda na simu yako tu endapo labda utakuwa umekutwa na majanga yoyote ambayo yanaweza kukupelekea ukosa usalama wako. Sasa utakachofanya, umesha scroll chini hapa, utakuja hapo walipokuambia safety and emergency. Safety and emergency. Utabonyeza hapa safety and emergency. Ukishabonyeza safety and emergency hapa, unaona hapa kuna kategori nyingi sana ya vitu vingi ambavyo unaweza ukafanyeje, unaweza ukaseti. Kama juu hapa wameanza kwa kusema hapa juu kabisa wameanza kwa kusema medical info au na hapa emergency contact, alafu kuna emergency SOS, okay, alafu kuna emergency share, alafu hapa chini pia kuna silence notification where drive, alafu kuna emergency location service, alafu kuna wireless emergency attic, kuna ethical attics, kuna knowledge tracking attics. Sasa sisi tutachokifanya hapa, na ngoja ni kuelezea kwa ufupi kila kitu hapa. Hii ya juu wanayosema medical information, maana yake hii ni taarifa za afya yako. Kwa hiyo kama unahitaji uweke taarifa za afya yako hapa, una uwezekano pia wa kuweka taarifa zako za afya hapa. Kama unavyoona hapa wameanza na name, unaweza ukatia jina lako, alafu hapa wamesema medical condition, hapa unaweza ukaandika hapa unaona hapa wamekuambia blood type, maana yake unaweza ukaandika pia kwamba afya damu yako ni group gani, okay. Alafu kuna hii allergy, yani wewe una allergy na vitu gani. Kuna current medication, hapa unaweza ukasema kwamba wewe unatumia dawa gani. Alafu kuna weight, maana yake hapa ni uzito wako ni kiasi gani. Alafu hapa kuna height ni urefu, wewe una urefu gani. Alafu hapa kuna date and birth, yani mwaka wako wa kuzaliwa ni upi. Alafu kuna address, unaweza ukatia address yako hapa. Alafu pia hapa wanasema kuna organ donor, unaweza ukatia vyote hapo kama unaelewa kitu hapo. Alafu kuna medical notes, unaweza ukaweka maelezo kuhusu afya yako pia, okay. Alafu ka save hapo, kisha save tayari unakuwa umenani. Sasa sio kitu ambacho tumezamilia kukizungumzia hapa. Tunachozungumzia hapa ni upande wa emergency, ambapo unaweza ikakusaidia kama umepatwa na majanga yoyote kujilinda au kujidefense. Sasa utakachokifanya hapa, utaenda hapa walipokuambia emergency sharing,
utabonyeza hapa emergency sharing. Ukishabonyeza hapa emergency sharing, hapo watakwambia kuna maelezo watakuletea kama hapa yanavyoonekana, wanasema add some emergency contact. Utakachokifanya sasa, wewe utabonyeza hapa chini walipokuambia, hapa kulia wamepokuambia add contact, utabonyeza add contact. Hapa sasa utachagua ni watu gani, endapo umepatwa na majanga unahitaji watu waje kukusaidia, ni watu gani hao ambao unahitaji waje kukusaidia, watu wako wa karibu. Utakachokifanya sasa, hapa utabonyeza hapa walipokuambia add emergency contact. Ukishabonyeza hapa emergency contact, hapa utachagua watu gani. Okay, nitaweka watu, mfano mimi tayari namweka mtu hapo. Unaweza ukaweka watu mpaka watu 5. Unaweza ukaweka mpaka watu 5 ili mradi kama kukitokea na changamoto yoyote wawe kukusaidia. Okay, utaweka hapo watu 5. Huyu ni mtu wa 4, tutaweka watu 5 ili mradi uone tunapolea mfano kama hivi. Ukishabonyeza tayari watu 5, unaweza ukaweka watu zaidi ya 5. Okay, ni wewe, lakini sisi tutachagua kuweka watu 5. Utabonyeza done. Ukishabonyeza done, watakuja kwenye playlist kama hivi wanavyoonekana. Alafu kuna hii hapa ambao wanasema show lock screen. Hii ni wewe sasa, unaweza ukaizima au kuiwasha, lakini vizuri ukiiwasha inakuwa ni vizuri. Hii unajua inasaidia nini? Ngoja nikuelekeze. Hii inasaidia ukiwasha, ukaweka hapa ambapo umekwambia show on location screen. Hii inasaidia hata mtu ambao ni msamaria mwema akiokota simu, anaweza akawapigia mojawapo ya hawa watu wakafanyeje, ukaipata simu yako kiurahisi. Na hii mimi imeshanitokea, nimeshapoteza simu yangu kupitia hii hapa, wakawa wamempigia ndugu yangu mmoja, nikaweza kuipata simu yangu. Kwa hiyo uiweke ifungue iwe on. Sasa utakachokifanya ni nini? Utakachokifanya, ngoja nizidi kuelekeza. Sasa utatoka hapo, umeona hapa kuna vitu vimeongezeka. Sasa hapa sasa kuna vitu sasa unahitaji ufanyeje? Unahitaji visetiwe. Kuna hapa walikuambia attach pictures. Okay? Hapa attach pictures maana yake ni kwamba ukipaweka on hapa, kama utakuwa makini, kwa chini kabisa wamesema take pictures with the front and rear camera and include them is your message. Sasa hapa ni kwamba utaweka picha ukifungua hapa. Ukishapafungua tu hapa, maana yake yani kama ukitoa zile notification kwamba wewe kuna namna umepata na majanga, nitakuelekeza jinsi ya kutoa hizo notification. Ukibonyeza hizo hapa, yenye automatically itakupiga picha pale pale endapo utakuwa labda umekamatwa na mtu au umekamatwa na majambazi au na watu gani ambao wanataka kukufanyia ubaya. Ukibonyeza itakupiga picha na pamoja na wale watu. Ikisha kupiga picha, kiautomatically yenyewe inatuma meseji kwa wale watu ambao wamefanyaje, uliwaweka pale mwanzo. Wakati tunaweka pale, itatuma picha, alafu itatuma na message na location ambapo upo. Okay, sijui unaelewa hapo? Ndio maana hapo wamesema attach pictures, maana yake zile picha, yani unaunganisha picha. Alafu ya chini kabisa wamekuambia attach audio recording. Sasa hii audio recording ni kwamba wakati pale labda umekamatwa, mazungumzo yale yalikuwa yanaendelea kati yenu wewe na wale ambao wamekuteka yatakuwa yanasikika. Sasa ukiwa umeiwasha hapa, maana yake itarekodi mazungumzo ndani ya sekunde 5. Itayarekodi mazungumzo ya sekunde 5, alafu itatuma message kwa wale watu ambao ulishawaset. Kwa hiyo hapa cha kufanya ni nini? Cha kufanya hapa, utabonyeza hii hapa, utaifungua kama hapa wanakwambia open camera, utabonyeza, utaenda kwenye setting ya kamera hapa ili uende ukaialau. Hii hapa kama hivyo, utaenda utaialau. Ukisha ialau na maiki ili kule isije ikakurudisha tena. Utarudi. Ukisharudi hapa, maana yake tayari umeshaenda kwenye nini? Kwenye kuialau. Uta attach. Ukisha attach pictures, utakuja tena hapa audio
attach audio recording. Kwa hiyo utabonyeza pia hapa audio recording. Okay? Alafu kisha maliza hapo. Hapa umeshamaliza ku attach packages, umeshamaliza ku attach hii hapa audios recording. Sasa utakachokifanya hapa, wala usibonyeze popote, usibonyeze hapa start emergency share, usiwe paache, kwa sababu ukibonyeza hapa maana yake tayari muda huo unaenda kushare kwa wale watu ambao tayari umewaseti. Sasa utakachokifanya, utaenda kwenye baadhi ya kuviseti baadhi ya vitu. Utaenda kuseti nini? Hapa utaenda kuseti hapa hii hapa emergency COC. Utabonyeza hapa emergency COC, utaanza kufungua baadhi ya vitu. Umeona hapa wamekwambia require swipe to call. Utapabonyeza hapa require switch call, alafu hapa unaona hapa wanakupa maelezo sasa. Jinsi ya kutuma zile notification ili iwafikie kwa wale watu, utabonyeza button ya kuzima mara 5. You see? Utabonyeza button ya kuzima mara 5. Okay, kwa hiyo utabonyeza mara 5. Ukibonyeza mara 5 tayari inatuma message kwa wale watu ambao umezamiria. Pia hapa kuna emergency. Kuna namba ya emergency inakuwa hapa. Kwa hiyo kama kuna emergency karibu, pia inaweza ikafanyeje ikakupata. Kwa hiyo hapa hizi hakikisha umezifungua kama zinavyoonekana hapo, umezifungua. Umeona? Alafu utakuja hapa emergency location service, utabonyeza hapa, hakikisha location yako iko on. Manake wakati umetuma zile notification kwa wale watu 5 uliozamilia, kwamba itawapelekea mpaka nini? Mpaka sehemu ambapo upo. Okay? Alafu kuna hii hapa ambayo inasema wireless emergency. Utaibonyeza hii wireless emergency, hakikisha zote hizi umeziturn on ili mradi mambo yawe vizuri. Pia umeona kama chini kabisa hapa wanasema vibration. Kwa hiyo unaweza ukaweka vibration. Alafu kingine chini kabisa huku wanasema speak alert message. Pia unaweza ukaiturn on. Hapo tayari utakuwa umemaliza. Kwa hiyo ukibonyeza button ya kuzima mara 5, yani mara 5, tayari itatuma notification kwa wale watu ambao uliwaweka pale, na watapata taarifa kwamba wewe kuna namna unafanyaje, una tatizo au una changamoto. Okay? Hiyo ndio ilikuwa tips namba 1. Karibu Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Yani tunasema tech in Swahili.